Kwa majina naitwa Charles Venus Filipo, diwani wa kata ya Magamba na meya wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Sawa. Karibu sana ndani ya mjengo Mpanda Radio FM. Asante sana, asante sana. Sawa. Beni, nami nirudishe kijiti kwako uweze kutupa mwongozo. Sawa. Nikasema wacha Samuel tukumwagie maua mengi kwa sababu umefanikisha pia mstahiki meya leo kuwepo hapa mjengoni. Lakini pia huyu ni diwani wa kata ya Magamba. Asante sana ndugu yangu. Kabla sijaeleza mafanikio ambayo yamepatikana kwa kipindi hiki kifupi, na kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kufika hapa Mpanda Radio, ni vizuri kwa kweli nianze kwa kuwashukuru wananchi wa kata ya Magamba. Ni washukuru wananchi wote wa kata ya Magamba kwa kuniamini mimi kuwa mwakilishi wao katika baraza la madiwani. Kwa kweli ni washukuru sana, na niseme tu kwamba wananchi wa Magamba wameendelea mbali na kunipa heshima hii na dhamana hii, wameendelea kunipa ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yangu. Lakini pili ni washukuru waheshimiwa madiwani, madiwani wote wa manispaa ya Mpanda, madiwani wote wa kata pamoja na madiwani wa viti maalum kwa kuniamini kuwa mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Wote kwa ujumla wao pamoja na waheshimiwa wabunge. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Hedari Ahmed Sumri, mbunge wa jimbo la Mpanda mjini, na mbunge Mheshimiwa Martha Maliki na wabunge wengine kwa kunipa heshima hii ya kuwa mstahiki meya wa halmashauri yetu ya manispaa ya Mpanda. Lakini pia nimshukuru mkurugenzi, wakuu wa idara na vitengo na watumishi wote wa halmashauri kwa kunipokea na kunipa ushirikiano. Kwa kweli nawashukuru sana, na wameendelea kunipa ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yangu katika nafasi hii ya mstahiki meya. Nirudi kwenye swali lako la msingi ndugu yangu, ni kwamba ni kweli wakati tunaomba kura mwaka jana tulikuwa tunanadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Ziko ahadi ambazo zipo katika ilani yetu, lakini yako mambo ambayo mimi niliahidi kama mgombea, kwa maana ya mgombea udiwani wa kata ile ya Magamba. Tunaendelea kutekeleza baadhi ya yale ambayo tulikuwa tumeahidi kwa wananchi wa kata ya Magamba, na mimi kama mgombea wakati huo sasa ni diwani, nilisema kwamba mkinipa ridhaa ya kuwa mwakilishi wenu, nitaboresha huduma za jamii, na hasa maji, kwa kuwa kata ya Magamba ina changamoto kubwa sana ya maji, na mimi nilisema nikiingia nitaona eneo hilo kwa jicho la tatu. Utaona kwa kipindi hiki kifupi, wakati tunasubiri mradi huu wa miji 28, mradi huu unakuja Magamba, lakini mimi kama kiongozi pia nimekuwa na ubunifu wa kutafuta wadau mbalimbali ili waweze kunisapoti mimi kama diwani, ili mwisho wa siku tuone namna ya kuanza kupunguza changamoto katika kata yetu. Mpaka sasa tumefanikisha kwa kweli kupata mdau wa maendeleo kwa kushirikiana naye ambaye ni kampuni ya Katavi Mining. Tumsaidia kuchimba visima, walau kuchimba visima 5, kila kijiji kisima kimoja, na mpaka sasa tuna visima 2 kwa kweli. Tumechimba kisima cha kwanza tarehe 28 mwezi wa 4 katika kijiji cha Society pale, shule ya msingi Society pale. Tulichimba kisima kirefu kimoja cha kwanza, lakini tarehe 30 ya mwezi wa 6 tumechimba kisima kingine kijiji cha Magamba, shule ya msingi Magamba, kisima kirefu chenye mita 150. Kwa tunaendelea na utekelezaji huo wa ahadi, lakini kimsingi utekelezaji wa ilani ya chama chetu cha Mapinduzi. Changamoto chache zipo na tunaendelea kuzifanyia kazi, hususan umeniuliza katika swala la elimu. Kuna maeneo ambayo kweli watoto wanasafiri umbali mrefu kufata huduma hii ya elimu, kwa maana ya shule ziko mbali kidogo. Ukienda maeneo ya Dilifu, pale Dilifu tuna Dilifu yenyewe na Msangama. Sasa shule iko Msangama, Dilifu yenyewe haina shule. Watoto wanasafiri umbali mrefu, na katikati pale kuna vimito,
kuna mapoli pale. Kwa hiyo mimi kama diwani kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo tumeanza kujenga pale shule shikizi ili kuweza kunusuru hawa watoto wadogo wasiweze kusafiri umbali mrefu. Walau kwa kuanza tuanze na wale watoto wadogo kwa maana ya madarasa yale ya chini, ili walau basi tutaendelea na serikali itaendelea kuboresha wakati bajeti itakapokuwa inaruhusu, lakini tumeanza kwa eneo la Lumka. Eneo la Kilimahewa pia na changamoto kama hiyo. Pia tunaendelea kuona namna ya kuanzisha pale ujenzi wa shule shikizi kwa ajili ya watoto wetu. Changamoto nyingine ndogo ndogo zipo, tunaendelea kuzitatua na tuseme tu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuleta fedha nyingi za maendeleo katika manispaa yetu, na hili niseme tu kwa uwazi ndugu zangu kwamba kwa niaba ya wananchi lazima nishukuru, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa na nzuri ya kuboresha huduma za jamii, na hili tunaona kwamba shule madarasa yanajengwa. Ukienda shule ya msingi Magamba pale kuna fedha imekuja zaidi ya milioni 21 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mawili na ofisi, lakini tunaendelea na ukarabati wa ujenzi na ukarabati wa shule shikizi ile shule ya msingi Society ambao kuna zaidi ya milioni 142, na tunaendelea na ukarabati pia wa madarasa, madawati. Kwa kweli tuendelee tu kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amelenga kuboresha elimu na kuleta tabasamu kwa wananchi wote. Shule kuna nguvu za wananchi ziko pale, kuna fedha ya mfuko wa jimbo iko pale, lakini kuna fedha ambayo ni kimsingi ni bajeti ya manispaa kwa maana ya mapato ya ndani iko pale, lakini kuna fedha ya serikali kuu iko pale. Kwa ujumla wake unaweza kuona kuna zaidi ya milioni 100 ziko pale, na sisi kama manispaa ni kweli kwamba tumeendelea kusimamia mradi ule ili mwisho wa siku ukamilike na uanze kutumika. Kwa hiyo niseme tu kwamba ndugu yangu ni mpango wetu kama manispaa kuhakikisha kwamba mradi ule unakamilika. Na mkurugenzi mtendaji ameendelea kusimamia mradi ule kuhakikisha kwamba unakamilika kwa wakati na unaanza kutoa huduma kwa watoto wetu. Sasa labda vipi, kuna swali bado kwenye hilo? Tuendelee. Labda mimi nitaka tuguse kwenye upande wa miundombinu sasa hii ya barabara. Kwa kweli awali yote niseme tu na hili neno la shukrani kwa kweli. Kwa niaba ya wananchi wote wa manispaa Mpanda, shukrani nyingi nizipeleke kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha nyingi zaidi ya milioni 21.93 kwa ajili ya ujenzi wa barabara yetu hii kwa kiwango cha lami. Na itoshe kusema kwamba ni kweli kwamba tulipata neema kubwa sana ya mvua mwaka huu, na neema ile ikaja na changamoto ya kuharibu baadhi ya miundombinu, na tumeona kwamba baadhi ya miundombinu imekuwa imeharibika na mingine kwa kweli imekuwa na haipitiki kwa urahisi. Na mradi huu niseme tu kwamba ni mradi ambao ni mradi wa TACTIC ambao una gharama hiyo niliyoitaja, na tutakwenda kujenga barabara yenye urefu wa kilomita 8.93 kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo niseme tu kwa kilomita 8.49 samani asilimia 8 kilomita 8.49 kwa kiwango cha lami, na barabara hiyo itajengwa katika maeneo tofauti katika manispaa yetu, na hii tuliangalia uhitaji wa maeneo yenyewe. Tutajenga pale Makanyagio, tutakuwa pale tutajenga Semurwa, barabara hizo za lami, Shanwe na Ilembo. Na niseme tu kwamba tayari mradi huu umeanza kutekelezwa. Ulianza kutekelezwa tarehe 2 mwezi wa kwanza. Ni utatekelezwa kwa muda wa miezi 15 hadi tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2027. Niseme tu kwamba mradi huu unatekelezwa kwa kasi kubwa sana Samuel. Ukipita huko utaona namna ambavyo ardhi inafukuliwa. Baadhi ya barabara tayari makaravati yamejengwa, mfano barabara
hii hapa home ground. Ukifika hapa utakuta makaravati yamejengwa na mkandarasi yule ameendelea kuondoa ule udongo wa juu, tunasema udongo usiofaa, ili kuleta udongo mwingine kwa ajili ya kuendelea kuweka matabaka yale ya udongo unaofaa, ili mwisho wa siku basi waweze kuendelea na hatua nyingine. Ukienda katika barabara yetu ukienda pale Shanwe, kwa maana ukianza kata pale White Giraffe, utakuta tayari wameondoa baadhi ya miundombinu, wameondoa udongo usiofaa, na tayari wameanza kujenga daraja pale bondeni. Na barabara ile, ndugu yangu, nikwambie kwamba ikikamilika itakuwa imepunguza ile adha waliokuwa wanaipata wananchi, kwa sababu mwananchi atakuwa anaweza kutoka pale maeneo ya White Giraffe kwa maana ya makanyagio huku, anaweza kuzunguka maeneo ya Shanwe kwenda kutokea soko la matunda. Barabara itakuwa ni nzuri, madaraja makaravati yamekamilika, sasa wapo kwenye ujenzi wa madaraja. Na changamoto nyingine niseme tu hapa, ndugu zangu, kulikuwa na miundombinu ambayo wakati mwingine imekuwa inachelewesha mradi. Miundombinu hasa ya TANESCO na MUWASA imekuwa kidogo kuchelewesha, lakini utaona mkandarasi pale pia yuko busy kweli kweli kuchimba mitaro kwa ajili ya kuhamisha ile miundombinu ya MUWASA kwa maana yale mabomba ya maji. Lakini vile vile uondoaji wa uhamishaji wa nguzo za umeme unaendelea ili kupisha mradi wenyewe. Kwa utaona kila mahali kwa kweli ujenzi unaendelea kwa spidi inayoridhisha. Changamoto nyingine ambayo iko pale Nsemulwa ni kama hiyo niliyosema ya uondoaji au uhamishaji wa miundombinu hiyo ya TANESCO pamoja na MUWASA, lakini tayari mkandarasi ameshapatikana na wakati wowote anaanza kuondoa hiyo miundombinu ili mwisho wa siku basi ujenzi uendelee kutekelezwa kwa spidi ambayo inahitajika. Wakati wa matengenezo ya barabara wanashirikiana vipi sasa katika kuhakikisha kwamba hii miundombinu ambayo pengine inakuwa inatolewa isivujishe maji mengi sana? Ni kweli kwamba wenzetu wa MUWASA wamekuwa wakiendelea kusimamia uondoaji au uhamishaji wa mabomba hayo. Na Samuel, ifahamike tu kwamba tunaondoa yale mabomba bila kuleta usumbufu kwa watumia maji. Kwa hiyo tunahamisha yale mabomba huku huduma inaendelea, itakiwa kusimama. Kwa hiyo watu wa MUWASA kwa kweli wamekuwa makini katika hilo kuhakikisha kwamba wanashirikiana vema na mkandarasi ambaye anatekeleza mradi wa ujenzi wa barabara. Kwa hiyo wako site wakati wote wanasimamia uondoaji huo pamoja na wenzetu wa shirika la umeme la TANESCO, nao wanasimamia uondoaji wa nguzo zao. Nafahamike kwamba hawakati umeme, wanaondoa nguzo ikiwa huduma ya umeme inaendelea. Kwa hiyo wanasimamia vizuri kwa kweli.